Maarifa Online TV, elimu na hekima. Alhamdulillah wa bihi nasta'in, thumma as-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin, amma ba'd. Sifa zote kamilifu zinamstahili Allah subhanahu wa ta'ala, na sala na salamu zimwendee Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kipenzi chetu aliyetufunza mambo mengi na kutuongoza, kipenzi chetu aliyetuhurumia na kutuonesha njia iliyonyooka na kutuweka mbali na moto wa Jahannam. Baada ya hayo, tukikaa ndugu zangu, siku zinakwenda, masiku yanakimbia na muda hakuna. Tumeikaa wale ambao tumeghafilika, hatujui tupo wapi, na wakati siku zinatwambia kwa heri, amka, maana muda umewadia. Kila mmoja akikaa akijiuliza nafsi yake, pamebaki masiku machache. Kuna mgeni anatoka mbali, anakuja kwa mwendo mdogo wa madaha, huku akibeba zawadi kubwa zenye thamani. Huyo mgeni anakuja siku za karibuni chache tu, siku ambazo la tuaddu bil aswabi', ni siku ambazo hatuwezi kuzihesabu hata kwa mikono, hazikamiliki. Zimebaki siku chache. Zinduka ndugu yangu, siku zinakwenda na mgeni anakuja na zawadi, na zawadi yenyewe itkun wa maghfiratan wa ifwan wa jannatin wa faydu thaminu. Huyo mgeni anakuja na zawadi ya kwanza ametuletea, alafu ni ajabu kuona mgeni anakuja na zawadi, lakini yeye ni mgeni wa tofauti, anakuja na zawadi, na zawadi yenyewe anayoleta huyo mgeni itkun, kuondolewa katika moto, wa jannatun, pamoja na pepo, wa maghfiratun, pamoja na kusamehewa, wa afwan, pamoja na kuhuruma, wa faydu thaminu, pamoja na vitu vya thamani. Huyo mgeni ni mgeni gani? Ni mgeni ambaye mtukufu, anaitwa shahru Ramadhani al-mubarak, anaitwa mwezi mtukufu wa Ramadhani wenye baraka. Mwezi mtukufu wa Ramadhani kila mmoja anaofahamu, kila mmoja anaojua mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini tukikaa chini tukiujiuliza, kabla ya kuingia ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, nipenda tupige picha mara moja, tuone masahaba walipitia vipi na huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tuone, je, saumu ya kwanza iliyofaradhisha kwetu sisi Waislamu ni saumu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, au palikuwa saumu ya kabla, au tulifunga Ramadhani ya kwanza? Wanasema ya kwamba maulama, Ramadhani haikuja moja kwa moja. Allah alitupeleka katika etape par etape, marhala wa marhala baada al-marhala. Aliyekwenda etape baada etape, ikiingia etape nyingine. Etape ya kwanza, hadithi imepokelewa kwa Mama Aisha radhiyallahu anha ya kwamba kabla ya siyamu Ramadhan kana an-nasu yasumuna yawma Ashura, watu walikuwa wakifunga saumu ya yaumu Ashura, ya siku ya Ashura. Saumu ya kwanza kufaradhisha kwetu sisi ilikuwa na saumu ya Ashura. Wa baada siyamu Ashura, وبعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، بعد ya Mtume صلى الله عليه وسلم alipofika Madina, فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، akawakuta Wayahudi wanafunga يوم عاشوراء. Akawauliza, kwa nini mwafunga يوم عاشوراء? Kwa nini mwaifunga hii siku? Mayahudi wakamjibu, يوم عاشوراء يوم نجى الله فيه موسى، ani yaumu Ashura sisi tunaifunga kama utukufu, ni siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimwokoa kwayo Musa alayhi salatu wassalam. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposikia hiyo akhbar, alipoelewa hiyo hali, fa amara almuslimuna an yasumahu yawma Ashura biqawlihi anna nahna ahaqqu bi Musa bikum, kwa sababu alifika na waamrisha watu kuifunga yaumu Ashura, kwa sababu sisi Waislamu ummati Muhammad tuna haki kubwa ya Musa kuliko wao Mayahudi. Saumu yetu ya kwanza ikawa yaumu Ashura, lakini siku zinakwenda. Ulipofika mwaka wa pili wa hijra, sanati thania bil hijra, ulipofika mwaka wa pili wa hijra,
ikashuka aya ya kutuonesha kwamba kututofautisha sisi Mayahudi, kwa sababu tungebaki tunasoma ya Ashura, Mayahudi wangejigamba Muhammad amekopi kwetu, Muhammad amechukua kwetu, lakini Muhammad sallallahu alayhi wasallam ambaye ni kiongozi wa mitume, kiongozi Sayyidu walad Adnan, kiongozi wa mtoto wa Adnan ambaye ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, lazima Allah ampe vyake. Ilipofika mwaka wa pili wa hijra, Allah akampa vyake, akampa sheria yake, ambayo sheria Allah amesema ndani ya Qur'an, faman shahida minkum shahra falyasumhu, na yule ambaye atakayeushuhudia au kuudiriki au kuwa ndani yemo ni Muislam, basi afunge mwezi mtukufu wa Ramadhani. Amri imekuja kutoka kwa Allah tuifunge Ramadhani, lakini masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walikuwa bado ni wageni katika masala ya siyam. Allah kwa huruma na mapenzi na ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, acha niwape dozi ndogo ndogo mpaka watazoea. Allah subhanahu wa ta'ala, ilipokuja saumu ya Ramadhan ikaja kwa masahaba, ilikuwa na marhala tatu. Marhala ya kwanza ilikuwa marhalatu takhyir, ilikuwa ni mtu wafunga kisha unapewa khiari, ukitaka ufunge, ukitaka uache. Na dalili Allah amesema katika suratul Baqara akielezea jinsi alivyoifaradhisha saumu ya kwanza, mashahida minkum ash-shahr faman shahida minkum ash-shahr falyasumhu, yule ambaye atakayeudiriki mwezi wa Ramadhan basi aufunge. Ikaja aya ya kuonyesha kwamba etape ya kwanza bitakhfif, wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, kwa wale ambao wana uwezo au wana khiari, man tatawwa khairan fa huwa khairul lah, kwa yule ambaye ana khiari ya kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan afunge, au mwenye uwezo akitaka anafunga, asipofunga basi alishize chakula ibiwe badalan ya somo yake. Masahaba walikwenda kwa hiyo hali, ikawa na muda mfupi Allah akaongeza dozi. Mmeshazoea kufunga, mkitaka mnakula, mkitaka mnafunga, akaongeza dozi kwamba etape ya pili masahaba Allah akawaambia wote ambayo yote atakayeudiriki mwezi mtukufu wa Ramadhan basi aufunge. Faman kana minkum maridan aw ala safari fa iddatu min ayyamin ukhra. Allah akatoa ruksa kwa msafiri na mtu ambaye ni mgonjwa, wakusalia wote, faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, au funge moja kwa moja. Ila wa ala alladhina yutiqunahu ikaja kufutwa hukumu yake na hii aya ya kwamba atakayediriki mwezi mtukufu wa Ramadhan basi aufunge moja kwa moja. Na katika kuufunga pakawa etape nyingine. Tutizame Uislamu jinsi ulivyokwenda na huruma wa Allah kwa waja wake, hasa ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ilikuwa vipi? Ilikuwa ukifunga somo ya Ramadhan inakubidi wewe utingane na muda wa maghrib. Ikawa na ihtimali mbili, ikawa na hali mbili. Hali ya kwanza ilikuwa mtu anayefunga mwezi wa Ramadhan, ikifika swala ya maghrib ndio muda wa kufuturu, unakwenda mpaka salatul isha. Salatul isha ikiisha, wewe hujala chakula, hutakula mpaka kesho kwenye sala nyingine ya maghrib. Saumu inaanza, ilikuwa inaanzia isha. Baada ya hapo Allah akatuhurumia, Allah akatupenda, akabadilisha hali. Na ihtimali ya pili ilikuwa kwamba ikiingia salatul maghrib alafu ukapitiwa na usingizi, ukapitiwa na kausingizi kidogo, ukishtuka hata kama salatul isha haijaenea, basi wewe hutakula tena mpaka magharibi nyingine. Ilikuwaje mpaka hii hali ikabadilika? Alikuwa anapatikana sahaba mmoja anaitwa Qais. Huyo Qais alikuwa anafanya kazi katika shambani kwake, na makazi ya mashamba inahitaji nguvu, inahitaji mambo mengi sana. Alipotoka shambani ilikuwa imeshaenea magharibi. Ilipofika muda wa magharibi, ule Qais akamwambia mke wake kwamba magharibi imeenea, chakula kiko wapi? Mke wake akamwambia, mume wangu, chakula ndani sina, nisubirie kidogo niende nikakutafutie chakula.
lakini Qais alikuwa amechoka. Taiba ar-rajul fi al-mazra' min as-sabah ila al-masa, toka asubuhi mpaka jioni. Qais yuko kule katika shambani analima, anafanya mambo mengi. Qais fataiba ar-rajul fanama biwaqti al-maghrib. Na tukumbuke sheria ya Ramadhani kwamba mtu akilala zile nyakati, mtu akilala wakati wa maghrib, hata akishtuka kabla al-isha, haruhusiwi kula mpaka tena kesho magharibi nyingine. Au mtu akikaa baada salati al-isha, haruhusiwi kula mpaka magharibi nyingine. Qais yeye akalala katika ule wakati. Inakuwaje Qais unalala na wakati unajua hukumu ya Allah? Ukilala tayari inabidi huli tena mpaka kesho. Mke wake alipokuja akamkuta Qais amelala, akasema, mme wangu, khaibatan lak ya Rabb, umeangamia mme wangu. Nini? Akamwambia, umelala na unajua shariati Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba mtu akilala katika maghrib lazima hata kula mpaka kesho magharibi nyingine. Qais akasema, hamna shida, hawa ndio masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sio sisi umma wa leo. Ukifanya na Mungu na yeye anaona. Masahaba walikuwa hao hivyo, na Mungu na yeye atatolere. Hawakuwa hivyo, walikuwa ni sami'na wa ata'na. Lakini sisi tunaanza unaona, la, wasahaba walikuwa hadha haramu hadha haram, hadha halalu hadha halal. Hawakuwa na mambo mengi. Alipopata hiyo hali, Qais akasema hamna shida. Fanama Qais min as-sabah, ni mfanyakazi katika mazraa, anakwenda kufanya kazi katika shamba. Alipofika shambani, Qais kazi ikamzidia, faghumia alayhi. Kazi ilipomzidia akafika anaanguka, akazimia kutokana na njaa, mchoko, jana hajala, mchoko umemzidia. Qais amezimia, ameanguka. Habari zikamfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapo usiku wake tena Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, na yeye alikuwa ametokewa na janga lingine kinyume na Qais, lakini limemzuia Umar ibn al-Khattab kukutana na mke wake, kwa sababu tunajua kwamba hairuhusiwi mchana wa Ramadhani mtu kukutana na mke wake au kula au kufanya yote. Umar akafika nyumbani akamkuta mke wake amelala. Alipokuta mke wake amelala, akazani kwamba labda mke wake anajitanilisha, labda ile tadlil nisa, ile jinsi matani ya wanawake. Kumbe mwanamke alikuwa amelala. Umar akaingia katika nyumba yake. Baada ya pale, Umar alipomaliza akajiuliza, ya Rabbi, madha faala Umar? Akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, analia, anamwambia, ya Rasulullah, Umar amefanya jambo kubwa, Umar amefanya kadha wa kadha. Umar anasimulia, inafikia inakuja na kesi ya Qais. Pale Allah subhanahu wa ta'ala kwa huruma ya ummati Muhammad akafika anaturahisishia, akafika anaturegezea, kutuonesha kwamba, akatuambia kwamba wale ambao wamefunga basi wafunge mpaka itakapofika alfajiri. Pindi itakapofika alfajiri ndiyo saumu inaanza. Yote amesherehesha Allah subhanahu wa ta'ala katika surat al-Baqara kuhusikana na kisa cha Umar ibn al-Khattab, kuhusikana na kisa cha Qais. Tizama huruma wa Uislamu, tizama huruma ummati Muhammadi ambao Allah anahurumia. Kuhusikana na kisa cha Umar, uhilla lakum laylata as-siyam rafathu ila nisaikum, mpaka aya inavyokwenda. Allah amezungumzia mambo hapa kuhusikana na kile kisa cha Umar. Mmehalalishia usiku wa Ramadhani, usiku wa saumu kwa wake zenu. Wake zenu ni halali. Ile hukumu ya Allah aliyotupatia kule kabla ya kuhusikana ikiendea magharibi, basi tayari ukilala magharibi tumemaliza, basi au kiingia la ishai tumemaliza. Allah amekatupa ruhusa, mtasaumu asubuhi, usiku mtaendelea na mambo yenu ya halali, sio mambo ya haram, mambo yenu ya halali. Akasema kwamba uhilla lakum laylata as-siyam rafathu ila nisaikum, mmehalalishiwa kwenu wanawake zenu, wake zenu, sio wanawake, wake zenu, usiku wa
usiku wa somo. Allah akaendelea katika aya kusikana na kisa cha Qais. Hakuishia tu kumsaidia Umar, akamsaidia na Qais ambaye aliyezimia kutokana na njaa. Wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum alkhayt alabyad min alkhayt alaswad min alfajr, basi na mle na munywe mpaka pale ambapo mtakapobainikiwa kuingia kwa alfajiri. Yusaha ta'bir, kuipaka pale alfajiri takapoingia, basi kula na kustarehe na wake zenu kumekamilika. Kumbe tunaelewa kwamba Ramadhan jinsi ilivyokuja haikuja kwa huu muundo ambao uko kwetu kwa sasa. Saumu ya kwanza tumeitambua kwamba ni saumu ya kwanza, tunajua ni saumu ya Ashura, ilikuwa ndo saumu ya kwanza sisi ummati Muhammad. Ikafika na faradhisha Ramadhan, na Ramadhani ilifaradhishwa kutokana na maetape paretape, na yote ilikuwa ni huruma. Etape ya kwanza ilikuwa ni mtu khiari au mtu kutoa fidia. Etape ya pili ni kufaradhishwa moja kwa moja, lakini ikawa na uzito ndani yake. Ilikuwa ukilala kwenye magharibi, ukiamka hata isha ijaingia, basi wewe hutakula mpaka magharibi nyingine, au muda wa isha ukiingia hutakula wala hutamshika mke wako mpaka magharibi nyingi. Allah akaturahisishia na saumu ambayo tunayofunga ishapigwa msasa, imeshatoka kwenye Ashura, imeshatoka kwenye ikaingia kwenye Ramadhan, ikatoka kwenye taisir, ikatoka kwenye takhir, ikatoka kwenye shida. Hivi ndio imeingia, tunaifunga kama jinsi tunavyoifunga. Kwa nini nilitaka kuzungumzia hii mada? Kwa sababu nilitaka kukuonesha uhuruma wa Allah juu yako wewe, na rehma anataka akutanulie ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Zimebaki siku chache, nafsi yako isibaki kwenye ghafla, tusiwi kwa wale ambao tutamsahau Allah na Allah akatujalia tukasahau nafsi zetu. Allahumma ballighna Ramadana wa ballighhu lana. Allahumma ahilla alayna bil amn wal iman was salamah wal islam wat tawfiq bima tuhibbu rabbuna wa tarda ya dhal jalali wal ikram. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.